mwanamke ajulikanaye kwa jina la Ashley Jane Robinson, miaka 31, raia wa Marekani, ambaye alifikia kwenye hoteli hiyo ya Zuri katika shughuli zake za utalii akimiliki passport namba 67920035. Alijaribu kujiua kwa kujinyonga kwa kutumia mkanda wa nguo rangi ya kijivu, ambapo aliufunga mkanda huo katika kabati la nguo lililoko katika chumba namba 25 alichofikia hotelini hapo. Mgeni huyo aliingia tarehe 4 mwezi wa 4 2026 akiwa na mchumba wake aitwaye Joseph Isaac Mathan mwenye umri wa miaka 48, Marekani, ambaye naye alikuwa anaishi naye pamoja hapo kwenye hoteli ya Zuri, na kwa mujibu wa taarifa zao walitarajiwa kuondoka tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 12 za jioni kulitokea na mgogoro wa kimapenzi baina ya watu hao wawili, kwa maana huyu Ashley pamoja na mpenzi wake Joseph. Mgogoro huo baina ya watu hao wawili ulitambulika na jirani ambaye alikuwa anaishi chumba namba 24, na yeye akatoa taarifa kwa uongozi wa hoteli akieleza kwamba majirani zake wamekuwa wakizozana kwa siku hiyo ya tarehe 8, lakini akaeleza zaidi kwamba tangu wamefika hapo wamekuwa wakiwa na mizozo ya mara kwa mara na wakiwa wanagombezana hapo ndani ya hicho chumba chao. Uongozi wa hoteli baada ya kupata taarifa hiyo ulikwenda kuwaona na kuwauliza kama kuna changamoto zozote wanazopitia au walizonazo, lakini baada ya kuona kweli hali inayojitokeza pale ni ya mizozo kati ya wawili hao, uongozi ukaamua ili kuweka hali ya utulivu na usalama kwenye ile hoteli na wageni wengine wasipate bugudha, kumuhamisha yule mume wake au bwana wake aitwaye Joseph na kumpeleka kwenye eneo lingine ambalo ni chumba namba 65. Na nitoe ufafanuzi, nikizungumza chumba nazungumzia villas, wanaita villa, yani ni nyumba zile ambazo zinakuwa ni self contained. Kwa hiyo ile ilikuwa namba 25, wakamuhamisha yule bwana kumpeleka namba 65. Ni umbali wa kutembea kwa miguu kama dakika 8 mpaka 10 kutoka hapo ambapo walikuwa awali kwenye hiyo nyumba namba 25. Baada ya muda kupita kipindi kama masaa 2-3 kufika muda huo wa saa 2 na dakika 55, ndipo mmoja kati ya wahudumu wa vyumba ambaye mara kwa mara amekuwa akipita time za jioni kwa ajili ya kufanya huduma kama kupuliza dawa au kama kuna mtu ana changamoto yoyote anahitaji huduma ya kihoteli, basi anaweza akasaidiwa. Mhudumu huyo alikwenda pale mapema kwanza majira ya saa 1:30, akakutana na mhusika kwa maana huyo Ashley na kutaka kumuuliza kama anahitaji huduma yoyote. Akamwambia kwamba nitahitaji huduma, lakini naomba uje baada ya dakika 10, lakini kwa sasa hivi naomba uniazime chaja yako, maana naona simu yangu chaji yake kidogo ina changamoto. Yule mhudumu, jina tunalihifadhi kwa sasa kwa sababu tunaendelea na uchunguzi, alichofanya yeye ni kumpa ile chaja na kuendelea kutoa huduma kwa wateja wa vyumba vingine. Akaingia chumba namba 24, akaingia 26. Baadaye akaja kukumbuka kwamba ana ahadi ya kurudi tena kwenye chumba namba 25 ambacho Ashley alikuwa anaishi.
Aliporudi tena baada kama dakika 20 akagonga ule mlango, akakuta mlango haufunguki na hakuna mtu anayefungua, lakini taa zote za ndani zikiwa zimezimwa. Kwa kuwa yeye alikuwa ana ufunguo wa dharura, pale anapotembea akakuta mlango haufunguki, basi alitumia ufunguo huo kufungua kuangalia ndani kuna nini. Alipofungua akakuta kuna giza, lakini alipofungua na kujaribu kufunga mlango ili aendelee kukagua zaidi ndani, akasikia kama kishindo upande wa kushoto ambapo kuna makabati ya nguo, na alipoangalia akamuona huyu mgeni wa kike aitwaye Ashri akiwa ananing'inia kwenye kabati kwa ndani kwa kutumia kamba ya nguo ya yale masweta ya kujihifadhia mle ndani ya chumba, ile kamba ile ya kujifunga kiunoni, tumboni, lakini akafunga juu kwenye henga zile. Pale kwenye hoteli nadhani mnaona kwenye makabati kunakuwa na chuma ambacho kinakuwa na henga. Kwa hiyo alifunga pale, akajifunga, akamkuta pale akiwa anatapatapa. Akatoka mbio sasa huyu mhudumu kwenda kutoa taarifa, na ndio uongozi wa hoteli ukafika pale haraka na kumshusha haraka ili kumpa huduma ya kwanza na kumwaisha hospitali ya jirani ili kupata huduma kwa haraka. Mara kupata huduma pale hospitali, mhusika alihamishwa hospitali ya Ampola iliyopo mjini Magharibi kwa ajili ya matibabu zaidi. Na wakati anaendelea kupata matibabu, ilipofika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 9 mchana alifariki dunia akiwa bado anaendelea kupata matibabu. Uchunguzi wa tukio hili bado unaendelea, na hivi ninavyozungumza madaktari pamoja na wataalamu wanaendelea kwenye hospitali ya Lumumba, hospitali ya serikali Lumumba, kufanya postmortem, kwa maana ya kwamba uchunguzi wa kifo, na pale ambapo taarifa kamili zitakapopatikana kutokana na ripoti hizo, tutakuwa na uhakika wa kujua nini hasa kilitokea katika eneo la tukio na nini hasa kilisababisha mgeni huyu aitwaye Ashri kufariki kwa kujinyonga. Nitoe wito kwa wanahabari na wananchi wote kwa ujumla, linapotokea tukio kama hili, naomba tujitahidi sana kupata taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka husika badala ya kuchukua taarifa kutoka kwenye vyanzo ambavyo sio sahihi, na hii inaweza ikaleta mtafaruku wa kuona kwamba kilichotokea pale hakifanani na kile ambacho wengine wanakifikiria. Kwa hiyo mimi niseme tu, jeshi la polisi kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba pamoja na idara nyingine za kisayansi, tunaendelea na uchunguzi wa kupata ufumbuzi wa kujua ni nini kimetokea, na pale ambapo itathibitika kuna jambo lolote la kijinai limetokea, hatua zitachukuliwa dhidi ya mhusika. Nikisema hivi, huyu mume wa marehemu au mchumba wa marehemu Bwana Joseph tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile vile nini kimesibu pale. Lakini vile vile ninapozungumza kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha marehemu, uchunguzi huu tunaufanya kwa kushirikiana na ndugu wa marehemu, kwa maana ya kwamba wametuma mwakilishi taasisi maalum inayoshughulika na uchunguzi wa vifo kwa maana ya corona, ambayo imepata authority au kibali kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Dar es Salaam, na hiyo barua tumeiona, na nakala ya barua hiyo imepelekwa mpaka hospitali ya serikali Lumumba kutoa mamlaka ambayo wamepewa kutoka kwa ndugu wa marehemu kwa hii taasisi kusimamia uchunguzi wa kifo cha marehemu.